Katika sehemu ya kwanza ya karne ya 4 Mfalme Konstantini alitoa amri kufanya Jumapili kuwa siku ya sherehe katika dola lote la Rumi. Siku ya jua iliheshimiwa na raia wake. Siku ya jua iliheshimiwa na raia wake. Siku ya jua iliheshimiwa na raia wake. Sasa hapo hiyo anaposema siku ya jua iliheshimiwa, hapo jua kipindi cha hiyo asili ya hiyo ibada ilikuwa ni Babeli. Unaona, chini ya Babeli ya kwanza. Ndio maana unasikia umeanguka Babeli. Kwa anapoongelea Babeli anarejelea Babeli ya kale. Unaona, kulikuwa na Babeli ya Nimrodi, kulikuwa na Babeli ya Nebukadnezar. Sasa katika Babylon ya Nimrodi matatizo ndio yalizuka hapo, kukaitokea ibada ya mama na mwana. Ibada hiyo ndio inayoendelea sasa hivi. Ibada ya Baali na Ashera ikatumia kubadilishwa tu jina, ndio inayoendelea makanisani, kwa sababu mwanzoni kulikuwa na manabii wa Baali na manabii wa Ashera. Vita ile ambayo ilikuwa ikiendelea kwa kina Elia sasa hivi pia inaendelea, lakini watu wa Mungu hawawezi wakasimama na kuanza kuikemea kwa nguvu zote. Usifikiri ibada ya Baali na Ashera atiirisha. Ibada ya Baali na Ashera tunayoisoma kwenye maandiko ndiyo inayoendelea leo. Ni watu tu wamebadilisha tu kwamba ati Baali wakampa jina lingine, Ashera wakampa jina lingine. Hebu nisaidie kwanza Mwanzo 10 na mstari wa 8. Mwanzo 10 na mstari wa 8. Soma hapo. 10 mstari wa 8 mwanzo, alafu utarudi hapo. Anasema Kushi akamzaa Nimrodi. Akaanza kuwa mtu wa hodari katika nchi. Alikuwa hodari akiwinda wanyama mbele za Bwana. Kwa hiyo mtu hunena kama Nimrodi, hodari wa kuwinda wanyama mbele za Bwana. Hodari wa kuwinda wanyama mbele za Bwana. Soma version zingine wanakuambia alikuwa ni mwovu, alitenda yaliyo maovu mbele za Bwana. Soma, endelea. Mwanzo wa ufalme wake ulikuwa Babeli. Mwanzo wa ufalme wake ulikuwa Babeli. Unaona, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Endelea. Na Ereku na Akadi na Kalne katika nchi ya Shinari. Akatoka katika nchi ile akaenda mpaka Ashuru. Akajenga Ninawi. Endelea. Na Rehoboti na Kala na Raseni na kati ya Ninawi na Kala, nao ni mji mkubwa. Misri akazaa Waludi. Simama. Kwa tunaona Nimrodi alijenga ufalme, alijenga empire, alijenga tawara ambayo ilikuwa na nguvu, na alikuwa mwindaji mbele za Bwana. Maandiko yanasema alikuwa alitenda mabaya machoni pa Bwana. Ukisoma Ulimwengu Mpya, version ya Ulimwengu Mpya, alikuwa ametenda mabaya mbele za Bwana. Kwa hiyo tunaona Nimrodi baadaye sasa wanajaribu kujenga ule ufalme. Ukisoma kwenye hiyo 11:8 hapo, Mungu anapowatawanya, wanaposambaa maeneo mbalimbali, kuna ibada walizokuwa wakizifanya, kuna ibada zilizokuwa zikiendelea walizokuwa wakizifanya. Mwisho wa siku ibada hizo sasa ndiyo zinazoendelea mpaka leo, kwa sababu hapo alikuwepo Semiramis, akawepo na Tamuzi, mama na mwana. Kwa hiyo alikuwa anabudiwa mama na mwana, ambapo mama alikuwa akimshika mwanae. Kwa hiyo walikuwa wanaabudu sanamu, wanakuwa wameshikilia hivi. Sasa hiyo ibada hiyo ilizidi kusambaa katika mataifa mengi. Efeso akawa anaitwa Artemi. Wale wanachonga vinyago wanasema huyo mungu Artemi anaabudiwa katika Asia yote. Kwa hiyo huyo Artemi alikuwa anaabudiwa katika maeneo mbalimbali, maeneo mengine wakimtambua kama Madonna. Kwa hiyo huyo Artemi alikuwa anaabudiwa sehemu mbalimbali. Sasa hata Rumi ya kipagani ilikuwa inamwabudu mungu huyo. Sasa katika huyo sasa ambaye alikuwa ni Madonna, katika enzi za wana wa Israeli walipomwasi Mungu, walimrudia kumwabudu kama Baali na Ashera. Wanapomwabudu kama Ashera, maeneo mengine wakawa wanamwabudu kama Malkia wa mbinguni. Leo hii anaabudiwa kama Bikira Maria. Unaona? Leo hii anaabudiwa kama Bikira Maria. Na ukitaka kujua hilo, unaangalia tu sifa zake alizo nazo Maria, alafu unaangalia na sifa za huyo Ashera au nani huyo Malkia wa mbinguni, zinafanana. Na hata wao wanamuita Malkia wa mbinguni. Tukipata muda tutaangalia. Unaona sasa, kwa ibada
walichukua. Kwa hiyo Rumi ya zamani sasa iliendelea na nini? Iliendelea na ibada hiyo, iliendelea na mifumo hiyo. Sasa watu wa Mungu sasa walipokuwa wakiteswa sasa, ni kwa sababu ibada hiyo ilitaka ipewe nguvu kuliko ibada ile ya watu wa Mungu. Ndio Konstantine mwisho siku anapoongoka sasa anajaribu kuleta uhusiano kati ya upagani na Wakristo. Sasa anapowaunganisha wale wapagani, wanaamua kuleta ibada zao katika kanisa, na watu wa Mungu wakakubaliana nao. Mwisho siku amri ya pili ya Mungu ikavunjwa, ambao usijifanyie sanamu ya kuchonga, kwa ajili ya kuhalalisha ibada hiyo. Endelea kusoma. Siku ya jua iliheshimiwa na raia wake wapagani na waliheshimiwa pia. Sasa hapo anaposema siku ya jua, Nimrod kuna wakati alifariki. Semiramis alifanya uzinzi. Anapofanya uzinzi wakasema ati kwamba mionzi ya jua imempiga. Baada ya kumpiga sasa ati amepata mimba kwa kutumia nini? Kwa kutumia mionzi ya jua. Ati Nimrod alipokufa alienda kwenye jua. Kwa hiyo sasa amerudi ndani ya tumbo lake. Kwa hiyo mwanawake sasa atakayezaliwa atakuwa ametoka kwenye jua, atakuwa ni Mungu. Kwa hiyo wakaanza kuliabudu jua. Ndio maana unasikia watu wengine, watu wa utatu, nasikia eti Yesu ndio huyo baba. Kwa akili yao na tafsiri yao yawezekana ni kweli, kwa sababu wanavyoamini sasa, wale wapagani wanaamini kwamba Nimrod alivyoenda kwenye jua likampiga, Nimrod alirudi kwenye tumbo la Semiramis ndio akamzaa mtoto. Kwa hiyo wanaamini kwamba Nimrod ndio yule nani? Tamuzi aliyefanyaje? Aliyezaliwa. Kwa hiyo wakisema kwamba Yesu ni Mungu yule, pengine wanamaanisha huyo, kwa sababu Yesu wao ni wa tarehe 25 Desemba. Si tunaelewana? Pengine wanamaanisha huyo. Sasa endelea kusoma. Anasema changamka. Wapagani na aliheshimiwa pia na raia wake wa Kristo. Ilikuwa sera ya mfalme kuunganisha makundi mawili yenye maslahi yanayokinzana na upagani. Yanayokinzana na upagani na Ukristo. Alishawishiwa kufanya hivyo na maaskofu wa kanisa ambao kwa kusukumwa na tamaa na kiu ya madaraka walitambua kuwa ikiwa siku ile angeadhimishwa na Wakristo na wapagani, ingewahamasisha wapagani kuupokea Ukristo. Wapagani kuupokea Ukristo. Maana unajua kishaingia si wanapata pesa. Sasa wale wapagani wanapoingia wanakuja na sherehe zao, tamaduni zao, Christmas na Easter. Endelea. Kupokea Ukristo kwa jina na hivyo kuongeza nguvu na utukufu wa kanisa. Na utukufu wa kanisa. Mdanganyifu mkuu mdanganyifu mkuu alikuwa bado hajamaliza kazi yake. Alidhamiria kukusanya ulimwengu wa Kristo wa Kikristo chini ya bendera yake na kupitisha madaraka yake chini ya mwakilishi wake Papa mwenye kiburi aliyedai kuwa mwakilishi wa Kristo. Kwa hiyo Papa alidai kuwa ni mwakilishi wa Kristo. Twende. Anasemaje? Kitendo cha kanisa la Rumi kupata mamlaka kitendo cha kanisa la Rumi kupata mamlaka kuliashiria kuanza kwa zama za giza. Kwa hiyo kanisa la Rumi lilipopata mamlaka kikaanza zama za giza. Watakatifu ndio wakaanza kuteswa kwa sababu kanisa lilikataa kweli ya Mungu, wakaibua mafundisho yao mapya kwa sababu walipewa nguvu na joka. Sasa joka kama joka haiwezi likatoa mafundisho au ukaendelea kushika utaratibu alioweka Mungu, ukaendelea kuweka yale Mungu anayofundisha. Kwa hiyo zama za giza sasa Biblia inafichwa, Biblia inawekwa kando, yanafundishwa mafundisho yasiyo ya uzima. Endelea. Kwa kadiri ya mamlaka yake yalivyoongezeka, kina cha giza kiliongezeka zaidi. Imani ilihamishwa kutoka kwa Kristo msingi wa kweli kwenda kwa Papa wa Rumi badala ya kumtumaini mwana wa Mungu. Kwa hiyo mamlaka yalitoka kwa mwana wa Mungu yakaenda kwa Papa. Kwa hiyo walichukua ile nguvu ya mwana wa Mungu wakampa Papa. Ndio maana unasikia yeye ni mwakilishi wa Kristo anayesamehe dhambi, na maandiko yanasema anayesamehe dhambi ni mmoja tu ambaye ni Mungu, lakini yeye
anasema kwamba anasamehe dhambi na anawapa mamlaka watumishi wake kusamehe dhambi. Soma. Badala ya kumtumaini mwana wa Mungu ili kupata msamaha wa dhambi na wokovu wa milele, watu walimtazama papa. Watu walimtazama papa na mapadiri na maaskofu ambao alikasimu madaraka kwao. Kwa hiyo tunaona kwamba sasa anasema kwamba mamlaka ameichukua, mamlaka ameishika, na anapokuwa ameshika mamlaka hiyo anasema yeye ni mwakilishi wa Kristo. Anasema kwa jina, lakini sidhani kama Yesu alimpa mamlaka hiyo. Unaona? Yesu sidhani kama alimpa mamlaka hiyo. Kwa hiyo anasema kwamba mamlaka hiyo amepewa, na yeye sasa anasema anakuwa na uwezo wa kusamehe dhambi, na kama ana uwezo wa kusamehe dhambi, anawapa watumishi wake pia uwezo wa kusamehe dhambi. Anawapa watumishi wake uwezo wa kusamehe dhambi, na mafundisho hayo ndiyo yanayoendelea mpaka makanisani. Mafundisho hayo ndiyo yanayoendelea mpaka sasa hivi. Nisaidie katekisimu ukurasa wa 51. Mafundisho hayo ndiyo yanayoendelea mpaka sasa, kwa sababu angeelezea tu haya maana hicho pambano kuu Ellen White angeelezea, alafu mwisho wa siku yasiwepo, pengine tungedauti labda tudanganya, lakini Ellen White anachokisema ndicho hicho wanachokifundisha. Ukurasa wa 51 hapo. Padri ni nani? Changamka. Anasema padri ni nani? Padri ni mwanaume. Padri ni mwanaume anayeshiriki katika kazi ya askofu na amepewa na Kristo uwezo wa kuhubiri Injili. Sasa msomaji, ulishawahi kumwona padri ameshika speaker anahubiri? Hakuna. Rudia tena. Anasema padri ni mwanaume anayeshiriki katika kazi ya askofu na amepewa na Kristo uwezo wa kuhubiri Injili. Uwezo wa kuhubiri Injili. Endelea. Kusamehe dhambi. Kusamehe dhambi. Kwa hiyo Ellen White anachoelezea kwamba mamlaka walioichukua, kwa sababu Konstantini anapokuja anapobadilisha taratibu, na tunaona kwamba mfalme anapewa nguvu na joka. Mfalme huyu anapewa nguvu na joka, na ukisoma Danieli tunaona kwamba Danieli 7:25 anajaribu kubadili majira na sheria. Unaona, ukisoma hiyo 11:37 anajaribu hata kumbadilisha Mungu ambaye baba zetu wa imani hawakumjua. Anasimamishwa Mungu wa ngome, ambaye Mungu wa utatu. Unaona, Mungu wa utatu anasimamishwa. Lakini tunaona kwamba askofu sasa, huyo papa anapewa mamlaka ya kuweza kusamehe dhambi. Mamlaka hiyo anaitoa mpaka kwa viongozi wake wengine wadogo wa chini, anawapa mamlaka ya kuweza kusamehe. Lakini sasa watu wa Mungu walijua hakuna mwenye uwezo wa kusamehe dhambi isipokuwa ni Mungu tu. Marko 2:7. Watu wa Mungu walijua kwamba hakuna mwenye uwezo wa kusamehe dhambi isipokuwa Mungu tu, ingawa Mungu naye alimpa uwezo mwana wa Adamu kuweza kusamehe dhambi duniani, maana Yesu anasema mwana wa Adamu anayo amri ya kusamehe dhambi duniani. Kwa hiyo papa sasa anachukua nafasi ambayo nafasi alikuwa nayo Yesu. Soma. Mbona yeye anasema hivi? Anakufuru. Anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu. Unaona, kwa hiyo anayeweza kusamehe dhambi ni mmoja tu, ambaye ni Mungu. Na tunaona kwamba kama Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo amempa Mwana. Kwa hiyo Baba amempa mamlaka Mwanaye hata ya kusamehe. Amempa mamlaka hata ya kusamehe. Lakini sasa Papa anasema ana uwezo wa kusamehe dhambi, na amewapa watumishi wake. Lakini sasa hiyo ni unenaji wa kijoka. Huo ni unenaji wa kijoka. Ni joka, kwa sababu Yesu anasema watakataa mafundisho yaliyo uzima na kuangalia mafundisho ya ajabu. Unaona? Kwa hiyo sasa tunaona sasa kuna mwanamke aliyekalia kanisa, aliyekalia mnyama. Mwanamke ni kanisa, na mwanamke anakuwa na makufuru anayonena yanakinzana na Mungu, anayonena ni kwa ajili ya kumpinga Mungu, kwa sababu ni iko chini ya shetani mwenyewe. Shetani mwenyewe ndiyo anayeongoza, shetani mwenyewe ndiye anayesimamia. Sasa tuko hapa tunatengeneza hizi, si kweli tunazijua, alafu kizijua na kujifungia ndani. Ore si nakuhusu. Hebu nisaidie Luka kwanza 12:47. Yaani uzijue alafu jifungie ndani ati kwamba utasemwa vibaya. So
Luka 2:47. Nao wote 12:47. Nilienda 2. 12:47. Anayejua na asiseme, anasema asitende, atapigwa sana. Soma. Na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya Bwana na bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake, atapigwa sana. Atapigwa sana. Na yule asiyejua naye amefanya stahili hiyo mapigo, atafanyaje? Atapigwa kidogo. Kwa hiyo ukijua utapigwa sana. Ukijua utapigwa sana. Sasa kuna watu wako Babeli, inatakiwa sasa wahubirie kweli. Hebu ndugu zangu, kwa mfano sasa, hebu nisaidie kwanza hicho kitabu hiyo ni hiyo novena ya Rita hicho. Hicho. Hebu nisaidie hicho, angalau kurasa 16. Hicho kitabu kulikuwa na msiba fulani wa ndugu yetu uliotokea huko mtaani. Sasa wakawa wameenda huko kwenye kuzika. Sasa wanapozika lazima waende kwenye ibada kwanza. Ikabidi mimi niende niungane nao. Mimi sikwenda kuomba. Ikabidi niungane nao. Umeona kuna ndugu yetu alifariki. Kwa hiyo ikabidi niungane nao. Mimi nilipofika kwanza nikuta washaendelea. Maana nitaka tu nifike nisubiri wamalize mambo yao tukazike. Nilipofika nikaona ngoja kwanza niwatembelee. Nikaingia kwanza kwenye kwenye duka lao. Nikachagua kanaambia bei kubwa. Nikaona hivyo hela sina. Nataka hicho kidogo 7,500. Na mama, kitabu cha nini hichi? Ni novena ya Rita. Hii novena hii ukimsalia siku 9 tu lazima jambo lako likae sawa. Yaani ukimlilia siku 9, ati mimi nikamlilie huyo Rita ati ni mtakatifu Rita. Ukimlilia siku 9 tu lazima jambo lako litimie. Funga ukimuomba Rita atakusaidia. Sasa tuone wanavyomuomba. Alafu soma sasa ukurasa 16 hapo. Hebu nenda taratibu uone kinachoendelea hapo. Anasema kwa jina la Baba na la Mwana. Soma hapo chini. Anasema mtakatifu Rita. Ati mtakatifu Rita. Mfanya miujiza. Ati mfanya miujiza. Uniangalie kwa macho yako yenye huruma. Mimi ninayeteseka. Ati mimi ninayeteseka na kutoa machozi. Uone moyo wangu. Sasa hayo ni maombi wanaoamini sasa wanaomuomba Rita katika ule mfungo wa siku 9 za kujinyenyekeza mbele za Mungu. Wanakuwa maombi hayo wanamuomba Rita, na wanapokuwa wanamuomba Rita ili jambo lao likae linyooke, mambo yao yanyooke, shida zao zinyooke. Pengine zinanyoka maana shetani naye anawezesha. Soma. Uone moyo wangu unatoka damu, umezungukwa na miiba. Yaone macho yangu. Wewe hebu nikuulize msomaji, hayo maombi hata Mungu ulishawahi kumuomba? Hapana. Hivyo hapana. Rudia tena. Anasema uone moyo wangu unatoka damu, umezungukwa na miiba. Yaone macho yangu mtakatifu Rita. Kuwa hayatoki machozi tena, kwani machozi mengi yamenitoka. Nimechoka. Ati nimechoka na kukata tamaa. Nimechoka pia kusali. Ati nimechoka pia kusali. Endelea. Je, nikate tamaa katika misukosuko hii ya maisha yangu? Endelea. Uje mtakatifu Rita. Njoo hima unisaidie. Ati njoo hima unisaidie. Je, Wakristo hawakuiti mtakatifu wa mambo yanayoshindikana? Ati Wakristo hawakuiti mtakatifu wa mambo yanayoshindikana? Kwa hiyo Rita anawezesha watu kupata yale yasiyowezekana. Endelea, wewe endelea, tumchambue vizuri. Muombezi, wewe chambua tu watu wajue, ili wajue wana kibarua cha kwenda kueleza. Mimi hicho kitabu sijakinunua nikae nacho, ni watu wajue, uone Babeli ilivyo sasa, ilivyoshikilia watu. Maana Isaya anasema watu wangu wamekamatwa, wamenaswa hapo kwenye mashimo, hakuna asemaye rudisha. Anatakiwa aseme rudisha ni wewe unayejua kweli, lakini ukikaa kimya ujue pia unapewa ole. Endelea. Anasema hawakuiti mtakatifu wa mambo yaliyoshindikana, na mwombezi wa waliokata tamaa. Ati na mwombezi wa waliokata tamaa. Nenda kurasa unaofuata, kimbia, changamka. Basi dhihirisha juu ukuu wa jina hilo, kwa kunijilia toka kwa Mungu yote ninayokuomba. Ati ya kunijilia toka kwa Mungu yote ninayokuomba. Anaomba ni nani? Rita. Endelea.
Anasema kila mtu anasifia utakatifu wako. Kila mtu anasimulia maajabu na miujiza. Sasa maajabu gani au miujiza gani Rita aliyofanya? Kwa sababu mimi kabla sijafika hapo nimesoma historia katika hizo kitabu. Wamejaribu kutoa historia yake, nikaisoma kabisa. Hakuna ajabu hata moja nililoliona akilifanya. Hakuna hata jambo la maana nililoliona akifanya. Hakuna uponyaji wote aliyojaribu kufanya watu wakapona. Ile nilichoona tu kwamba alikuwa na watoto wake wawili, akajaribu kufuata taratibu za kanisa, wao walivyokufa ndio akatangazwa kuwa mtakatifu. Lakini hakuna sehemu niliona ati kwamba amefanya jambo hata la kusisimua. Unaona? Lakini tunaona kwamba hapa amefanya maajabu. Sasa najiuliza, hayo maajabu anayafanya baada ya kufa au kabla? Endelea. Anasema kila mtu anasimulia maajabu na miujiza Mungu anayatenda kwa njia yako. Je, mimi tu nitakataliwa na kukatishwa tamaa kwa vile hujanisikia? Hapana. Kwa hiyo anakatishwa tamaa kwa vile hajamsikia. Endelea. Hapana. Uniombee kwa Bwana Yesu. Uniombee kwa Bwana Yesu ili anionee huruma. Unaona Babeli sasa inavyochanganya. Mwanzo unasema Yesu yeye ndo anayeweza, anayoshindikana. Lakini sasa hivi wanapiga kona, wanasema uniombee kwa Bwana Yesu. Maana yake mtakatifu ndo amuombee kwa Yesu. Haya, twende nao hivyo hivyo. Endelea. Unionee huruma na kunisaidia katika masumbuko na mahangaiko yangu kwa maombezi yako mtakatifu Rita. Enda kurasa unaofuata. Muone matatizo Babeli jinsi wanavyohangaika. Na hapo ukimpa Biblia hawezi kaelewa, kwa sababu yeye anacho target ni kufuatisha hicho watakatifu wanachokisema. Sasa anakuwa anajiuliza, sasa hivi ushawahi kusikia anaomba basi mtakatifu au labda mtume yoyote au nabii yoyote, mtakatifu Elia, mtakatifu nani, mtakatifu Isaya? Mshawahi kusikia? Lakini ni watakatifu ambao hawafahamiki. Yani kiufupi ni miongoni mwa miungu ya Rumi iliyopenyezwa ndani ya kanisa, unaitwa ni watakatifu. Yani hakuna tofauti, ni wale wanaomba wafu. Hakuna tofauti na wale wanaomba marehemu, kwa sababu huyo Rita alikufa. Sasa kama alikufa, kuna tofauti gani na yule anayeomba aliyekufa? Kuna tofauti na yule anayeomba aliyekufa. Endelea. Kwa maombezi yako radi, tetemeko la ardhi na moto havina nguvu. Ati hivi mnasikia? Rudi hapo. Kwa maombezi yako radi, tetemeko la ardhi na moto havina nguvu. Endelea. Kwa utakatifu wako mitogo yote hatari kubwa na vitisho vyote hutoweka. Umeona? Kwa hiyo sasa wanaona kwamba kwa maombezi yake radi haina issue, radi na tetemeko havina issue. Maana yake yeye sasa ni hatari. Hata kwa sifa hizo Yesu amepewa. Pengine tunasoma maandiko, tunaona kwamba moshi ukafuka alipokuwa katika Sinai na nini, ndio hivyo. Lakini hakuna hata sehemu mtu anayemtukuza Yesu hivyo. Kwenye Biblia kuna sehemu uliona watu wanamtukuza Yesu hata hivyo? Kuna andiko watu wakimtukuza Yesu ati Yesu tetemeko lako ni hatari. Labda Yohana wa Patmo alipokuwa akijaribu tu kuongea utukufu wa Mungu mwanawe, wakati atakapokuwa akishuka utakuwa kama hatari, watu watasema watu wajifiche. Lakini kuna hata Paulo alisema kwamba tetemeko la Yesu au Yesu ni zaidi ya radi. Alikuwa akimpa sifa hizo. Sasa wao wanawapa ni wakina nani? Kwa hiyo ni miungu ya kale ambayo tumeletewa na Rumi na ambayo inatakiwa iendelee kufunuliwa, na inapofunuliwa ni watu wa Mungu waendelee kuhubiri na kuikemea. Watu wa Mungu wahubiri, waendelee kuikemea. Endelea kusema. Unawasaidia vipofu. Ati unawasaidia vipofu. Viziwi. Ati unawasaidia vipofu. Viziwi. Bubu na viwete. Unaona? Watoto wanaomba sana, wafu wanarudishiwa uhai. Kwa hiyo Rita anarudishia wafu nini? Uhai. Kwa hiyo hiyo ni ibada za wafu. Na target watu ni kutolewa kwa Yesu ili wapelekwe kwa kuomba watu wengine. Kwa hiyo huyo naye anakuwa mwombezi, na mwombezi tulishaona ni Yesu Kristo. Kama mwombezi ni Yesu Kristo, unapopeleka ibada huko unaomba wafu, unaomba marehemu. Nisaidie ukurasa wa 8. Ukurasa wa 8 hapo. Tunaona Rita alikufa. Sasa kama Rita alikufa, unamwombaje marehemu? Angalia ukurasa wa 8 hapo, changamka.
Anasema mwisho aliugua sana na kufariki jioni ya tarehe 22 Mei mwaka 1457. Ndio siku Rita alipokufa, na 1900 akafanywa kuwa mtakatifu. Sasa anapofanywa kuwa mtakatifu, maana yake maombi yanaelekezwa kwake. Kwa hiyo mtakatifu yoyote anayekufa ndani ya Katoliki anafanyaje? Anaombwa. Kwa hiyo anaombwa. Sasa kama anaombwa, matokeo yake ni nini? Nisaidie kwanza Kumbukumbu la Torati 18:10. Kumbukumbu la Torati 18 na ule mstari wa 10. Soma hapo. Anasema asionekane kwao mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyati nyakati mbaya, wala wenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu alogae kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu aombaye wafu, wala mtu aombaye wafu, wala mtu aombaye wafu. Rita naye si alikufa? Alikufa huyo. Rita si alikufa? Alikufa. Kuna sehemu wanasema alifufuka? Hakuna. Kuna sehemu wanasema alifufuliwa? Au msomaji Rita haya ukifanya alifufuliwa. Kuna andiko tunaoambiwa kwamba watakatifu mbinguni wanatuombea. Mtakutana na hilo andiko. Mimi ninachojua Yesu Kristo mbinguni ndo anayetuombea. Kwa hiyo ufe, ufufuke, hakuna andiko linalokupa kibali au linalohalalisha mtu yoyote mbinguni kutuombea. Ila anayetuombea tu ni Yesu Kristo, kwa sababu yuko hai. Kwa hiyo hata walio hai mbinguni hawajapewa jukumu la kutuombea. Pengine wanatuonea huruma, lakini sio mamlaka ya kutuombea. Anayetuombea ni Yesu Kristo aliye mkono wa kuume kwa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Kwa hiyo ukiombewa na aliyekufa au kumwomba mfu, ndio wewe, hakuna tofauti na mganga au mchawi, kwa sababu tumeona kwamba asionekane pandishaye pepo, wala mpiga ramli, wala msihiri, wala mchawi, wala mganga, wala ombaye wafu. Kwa wote inakuwa ni kapu moja. Sasa wewe Mkristo sasa ambao unajua habari hizi sasa, umehubiria watu wangapi? Dakika niko vizuri. Dakika hapa na mwisho ni dakika 10. Unataka kuchangia? Mimi naona hapa mwisho ni dakika 10. Unaona? Kwa hiyo sasa tunaona watu wamefanyaje? Wamebadilishiwa taratibu. Watu wamepindishwa, badala ya kumwelekea Yesu ili azidi kuwapatanisha na Mungu, mwisho wa siku wamepigishwa kona, wameenda kuabudu watu. Wameenda kuabudu viumbe. Na ndio maana ile ukisoma Warumi ile 1, ukisoma pale kuanzia 18, Mungu baada ya kuona hivyo aliwaacha wafuate tamaa zao, kwa sababu walimjua Mungu ile hawakumpa utukufu. Kwa sababu walimjua Mungu hakumpa utukufu, aliamua waache, na kwa sababu ya tamaa zao mbaya mioyo yao ikatiwa ujinga. Ikatiwa ujinga. Kwa hiyo Mungu aliamua kufanyaje? Aliamua kuacha. Sasa nisaidie katekisimu hapo. Kuna hoja tulikuwa tunajadili hapo, tumalizana nayo kabisa. Angalia hapo ukurasa wa hiyo nyingine ya blue. Ukurasa wa 30. Ukurasa wa 30 swali la pili. Tulikuwa tunajadili pale. Mtu akawa anauliza kwamba Yesu alikuwa na ndugu zake wengine wanasema aliwakataa, lakini aliwakataa ile hakuwakataa. Soma andiko. Anasema kwa nini tunamuita mama wa Yesu Bikira Maria? Tunamuita mama wa Yesu Bikira Maria kwa sababu alikuwa bikira, akatungwa mimba ya mwanawe, hata akamzaa mtoto alikuwa bikira, na baada ya hapo amebaki na bikira milele na milele. Unaona? Kwa hiyo wanamuita bikira kwa sababu mwanzo alikuwa bikira kabla ya kutungwa mimba, baada ya kumzaa Yesu akaendelea kuwa bikira, na mpaka leo ni bikira milele na milele. Sasa huyo sio mama yake na Yesu mimi naimjua, kwa sababu mama yake na Yesu alikuwa ni mke wa Yusufu. Yule hakuwa dada yake, alikuwa ni mke wake. Kwa hiyo walizaa watoto wengine. Ukisoma Marko 6:3 unaona. Kwa hiyo walizaa. Tunapoambiwa kwamba ana dada zake, unaona Yesu alikuwa na dada zake. Umbu ni dada au ndugu wa kike. Hebu soma hiyo.
huyu si yule seremala mwana wa Mariamu na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simoni na maumbu yake hawapo hapa petu? Ati maumbu yake. Kwa hiyo umbu, unaposoma umbu maana yake ni dada zake. Kuna ile Biblia nyingine ile ukiangalia tafsiri nyuma inaonyesha kwa kabisa umbu ni dada. Angalia kuna Biblia zenye maana ya maneno, ukifunua kunyuma kabisa maana ya umbu utaona kwamba ni ndugu wa kike au dada. Kwa hiyo Yesu alikuwa na dada zake. Hapa unatuambia Bikira Maria aliendelea kuwa bikira milele na milele. Sasa huyo Bikira wa Maria wanaosema aliendelea kuwa bikira milele na milele, huyu ni miongoni mwa wale ambao nilikuwa nikisema miungu wake walikuwa wanaabudiwa Efeso na ati kwa hiyo huyo ni miongoni mwa miungu wake waliokuwa kifanyaji, waliokuwa kiabudiwa na Israeli iliyoasi. Sasa nisaidie katekisimu, angalia hiyo katekisimu hiyo ukurasa wa 171 hapo. Changamka. Ukurasa wa 171. Changamka hapo na dakika 3. 171. Malkia wa mbinguni. Malkia wa mbinguni. Furahi. Haleluya. Nani? Malkia wa mbinguni. Endelea. Kwani aliyestahili kumchukua. Haleluya. Amefufuka alivyosema. Kimbia. Haleluya. Utuombee kwa Mungu. Haleluya. Kimbia. Furahi, shangilia. Bikira Maria. Kwa hiyo Bikira Maria ndio nani? Ndio Malkia wa mbinguni. Sasa chukua hiyo Regina Maria hapo cha kitabu. Soma hapo title juu, alafu some maelezo chini. Soma maelezo hapo juu kwanza. Soma juu hapo. Ukurasa wa kwanza. Anasema ukurasa wa kwanza. Kitabu cha Regina Maria. Kitabu hiki kina tafsiri. Soma huko kwenye sura ya kwanza. Kwenye sura ya kwanza. Sura ya kwanza. Changamka. Ukurasa wa kwanza. Anasema Regina Maria. Soma juu. Nisome juu. Asili. Anasema jina na asili yake. Ati jina na asili yake. Kwa hiyo hapo ni jina na asili. Unapoambiwa asili maana yake nini? Kwa hiyo tunaposema kwa mfano asili ya Yesu ni nini? Chanzo chake ni nini? Nature ni nini? Si ni Mungu. Asili yake si ni Mungu. Kwa hiyo sasa hapo amesema asili na jina lake. Sasa tuone huyo asili ya huyo Bikira Maria. Asili yake ni nini? Soma sasa hapo. Walejio wanatumaini kujifanya wenye kufaa kwa malkia wao mkuu wa mbinguni. Kwa hiyo asili yake ni nani? Malkia wa mbinguni ndio asili yake. Jina na asili yake ndio malkia wa mbinguni. Tuko sawa? Tuko sawa? Sasa soma Yeremia 7:18. Yeremia 7:18. Yeremia 7:18. Kwa hiyo tunaona kwamba malkia wa mbinguni asili yake ndio jina lake hilo. Hiyo Bikira Maria ni jina ambalo wamefanyaje? Wameamua kulitoa watu, kwa sababu tunaona kwamba Konstantini anapoongoka, wale wapagani wanapoingia, vile vinyago, ibada ya mama na mwana walibadilisha. Sanamu ya Semiramis ambayo ni malkia wa mbinguni ikapewa jina la Bikira Maria, na sanamu ya Tamuzi ndio ikasema kwamba ni sanamu ya Yesu. Sasa unaona kuna sanamu ya Mungu Baba. Unaiona? Hakuna sanamu ya Mungu Baba, kuna sanamu ya Yesu na ya Maria ambao ni Tamuzi na mama yake. Soma. Watoto hukota kuni na baba zao huwasha moto na wanawake hukanda unga ili kumfanyizia mkate malkia wa mbinguni na kumwaminia miungu mingine sadaka. Kwa hiyo malkia wa mbinguni alikuwa mmoja wa miungu ambao ilikuwa inaabudiwa na wana wa Israeli. Ukitaka kuisoma zaidi hata Yeremia hiyo 44:15 inaelezea kisa hicho, mpaka Mungu anakasirishwa, anaamua kufunga baraka kwa wana wa Israeli kwa sababu walimtumainia malkia wa mbinguni. Kwa hiyo ibada ile ya zamani ndiyo inayoendelea mpaka leo. Sasa ni wito wangu sasa, watu mambo haya mjue, ili muambie watu watoke ndani ya Babeli, kwa sababu unapojua na usiseme, mwisho wa siku utaulizwa kwamba ulijua lakini hakuna ulichokifanya. Asanteni sana, niwashukuru sana. Kwa hiyo karibu katibu kwa neno na tutatufungia kwa ombi. Asante.